Karibu tuongee kuhusu uwekezaji. Hili ni jarida toleo la 4 ambalo litajikita zaidi katika kuzungumzia mada kuu isemayo kwa nini ni muhimu sana kwa watumishi kuwekeza kwa njia ya hisa. Toleo hili limeandaliwa na CPA Boniface Ndengo, mkurugenzi mkuu wa Hyper PLC. Utangulizi. Watu wengi sana wanaamini mshahara au ajira ni kitu ambacho hakiwezi kukutajirisha. Lakini leo nataka kukwambia wewe mtumishi kwamba uwekezaji kwa njia ya hisa unaweza kukufanya uwe tajiri. Watumishi wengi duniani wametajirika kwa njia hii. Japo Afrika mfumo huu bado unaonekana kuwa jambo geni. Hii imeifanya Hyper PLC kushirikiana na Wizara ya Mipango na Uwekezaji kufanya jitihada za kuhakikisha ifikapo mwaka 2030 Watanzania zaidi ya milioni 20 wakiwemo watumishi wao wameelimishwa vyema kuhusu uwekezaji kwa njia ya hisa. Na je, ni kwa nini tunataka watumishi wawekeze kwa njia ya hisa za makampuni? Sababu ya kwanza, fursa za kumiliki kampuni huku ukiendelea na utumishi bila kulazimika kuacha kazi. Watumishi wengi wakifanya biashara kupata hasara. Hii ni kwa sababu ya kukosa muda mzuri na mrefu wa kusimamia biashara zao. Watumishi wengi hukopesheka. Hii huwasaidia kununua hisa nyingi kwa mara moja na kwa bei nafuu zaidi. Watumishi wanaweza kuwekeza hata kwenye kampuni 100 kwa sababu usimamizi sio jukumu lake. Kwa sababu ya taaluma zao, ni rahisi kwa watumishi kujifunza na kuelewa kuhusu uwekezaji. Sasa tuangalie nini maana ya hisa. Kwa tafasiri ya Harvard Business School, hisa ni stock, share au equity. Ni dhamana ambayo hununuliwa ili kukuwezesha kuwa mmiliki wa kampuni kubwa au kampuni ya umma, ikiwa na lengo la kupata faida na manufaa mengine ya muda mfupi na muda mrefu kwenye kampuni husika. Dhamana hii ni mali ambayo baadaye unaweza kuiuza kwa wawekezaji wengine au kampuni yenyewe kwa bei ya juu zaidi ya mtaji uliowekeza. Na je, kwa nini hisa ni kitu muhimu katika uchumi wa nchi? Zifuatazo ni baadhi ya faida za hisa kwenye uchumi wa nchi. Husaidia kujenga makampuni makubwa, kukuza ubunifu na kuzalisha ajira nyingi, kutoa fursa kwa wananchi wengi kushiriki uwekezaji mkubwa. Uwekezaji hutawanya faida za kiuchumi kwa wananchi wengi na wengi hutumika kuzalisha matajiri. Kampuni nyingi za hisa hulipa kodi kubwa ambayo huchangia kwenye kasi ya maendeleo. Sasa tuangalie kampuni ya umma ni kampuni ya namna gani? Kampuni ya umma ni kampuni ambayo hisa zake zimeweza kuuzwa kwa umma au kwa jamii. Kuwa kampuni ya umma ni moja kati ya sifa muhimu inayohitajika ili kampuni iruhusiwe kuorodhesha hisa zake kwenye masoko ya hisa. Na je, utaratibu wa kununua hisa uko vipi? Kawaida hisa za kampuni hununuliwa moja kwa moja wakati kampuni inapojenga mtaji wake au kupitia kwa madalali wa hisa, yani stock brokers. Baada ya kampuni kufunga dirisha la kuuza moja kwa moja kwa wawekezaji. Je, madalali wa hisa ni watu gani? Madalali wa hisa ni watu au kampuni ambazo zimepewa leseni ya kununua na kuuza hisa kwa niaba ya wawekezaji au wateja wake. Sasa tuangalie soko la hisa ni kitu gani? Soko la hisa ni mahali ambapo hisa za makampuni mbalimbali huuzwa na kununuliwa. Na je, baadhi ya wawekezaji wa Hyper wanasema nini juu ya kampuni hii? Huyu anaitwa Samuel Karugaba. Mimi ni mtumishi wa umma, pia mwekezaji wa Hyper PLC. Mwaka 2003 Julai, nikiwa naangalia kipindi cha Tuongee Asubuhi Star TV, nilimwona mkurugenzi wa Hyper akielezea somo la hisa. Yale mazungumzo yalinivutia sana. Ilikuwa kama ni bahati kwangu. Aliposema kampuni ina ofisi yake mkoani Mara, nikaongeza umakini. Alipotaja mawasiliano, nikaandika, baadaye nikampigia, kaomba akija Mara tukutane. Wakati nasubiri kukutana naye, tarehe 13 Julai nikanunua hisa 50 kwa gharama ya shilingi 37,500. Mwezi Agosti nikaonana na mkurugenzi. Alikuja Bunda. Baada ya maswali kadhaa katika mazungumzo yangu yalinishawishi. Nilinunua hisa 2,000. Leo nina hisa zaidi ya 10,000 na mwezi huu nimepata gawio langu la hisa 565. Malengo yangu nataka nifikishe hisa 5,000, baadaye hata hisa 100,000. Na je, nani anaruhusiwa kumiliki hisa? Kila mtu mzima mwenye zaidi ya miaka 16 anaruhusiwa kumiliki hisa. Kwa upande wa Hyper, kila Mtanzania, hata watoto, kupitia usimamizi wa wazazi wao au walezi, wana fursa ya kununua hisa zetu. Hyper tumempa kila Mtanzania fursa ya kununua hisa na kumiliki angalau hisa 1,000 za kampuni ya Hyper PLC ili kunufaika na fursa za uwekezaji katika miradi mikubwa na ya kimkakati na miradi ya PPP. Hii ni miradi ambayo inaunganisha ubia kati ya sekta za umma na sekta binafsi. Taratibu na namna za kununua hisa za Hyper. Hatua ya kwanza, tembelea www.hyper.net. Hatua ya pili, chagua fungua account. Na hatua ya tatu, ndani ya account yako chagua menu ya wekeza. Hatua ya 4, weka mtaji kuanzia
shilingi 1000. Watumiaji wanaweza kutumia njia gani kumiliki hisa nyingi za makampuni? Kuwa na bajeti maalum ya hisa kila mwezi, kuomba mkopo maalum ili kununua hisa nyingi kwa bei ndogo, kuuza mali binafsi zilizoshikilia fedha na kununua hisa zitakulipa gawio kwa njia ya hisa kila mwezi, kufanya kazi kwa makubaliano ya kulipwa kwa njia ya hisa. Nukuu ya leo: ni ngumu sana kwa mtumishi anayetegemea mshahara kuwa tajiri, lakini mtumishi anayewekeza mara kwa mara sehemu ndogo ya mshahara wake atapata utajiri. Hii ndiyo nukuu ya leo. Mfano wa kuigwa: mwaka 1998 Tim Cook aliajiliwa na Apple Computers kama Senior Vice President. Kwa sababu ya utendaji wake mzuri, alipanda cheo mwaka 2011 akateuliwa kuwa afisa mtendaji mkuu wa Apple. Jambo kubwa sana ni kwamba sehemu kubwa ya mshahara na zawadi za ufanisi za Tim Cook zililipwa kwa njia ya hisa. Leo Tim Cook anamiliki hisa milioni 3,280 za kampuni ya Apple zenye thamani ya takriban trilioni 2.07 za Kitanzania, na hii inamfanya kuwa mmoja wa matajiri wakubwa wa Apple. Watumishi, tunalo kujifunza hapa. Tunaweza kutumia hisa kujenga utajiri. Jedwali hii inaonyesha bei za masoko ya hisa kwa makampuni ya ndani na ya nje. Hatua za kuchukua: anza na hisa 50. Unaweza kuwekeza kwa mkupuo wa shilingi 50,000 au kuwekeza kidogo kidogo kuanzia shilingi 1000, kisha uendelee kukuza mtaji wako kila siku au kila wiki au kila mwezi. Watumishi wengi hununua hisa kama kwa kubahatisha hivi, maana wengi hununua hisa 50 au hisa 1000, wanaishia hapo. Ununuzi wa aina hii hauwezi kukupa utajiri, ila ukiamua kuwekeza kwa mpango wa kuwa na hisa nyingi, chagua kampuni zako 3 au 4, wekeza mzigo wa maana. Huduma zetu: kujisajili au kufungua akaunti ya Hyper, piga nyota 149 nyota 46 nyota 23 alama ya reli au tembelea www.hyper.net. Nambari ya simu ni 0755947943. Jarida hili limeandaliwa na CPA Boniface Ndengo, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Hyper.